Kuhusiana na tume ya IEBC, ambapo tume hiyo ya huru ya uchaguzi inasema kwamba inahitaji shilingi bilioni 74 kuandaa uchaguzi mkuu huru wa haki na wa kuaminika. Ikiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu haki na masuala ya sheria, ikiwasilisha makisio ya bajeti ya kipindi cha kifedha cha mwaka 2026-27, tume ya IEBC imesema kwamba imetengewa shilingi bilioni 41 pekee, ikiwa na nakisi ya shilingi bilioni 33 ambayo anasema kwamba inaweza kuhujumu shughuli zake wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Abdiaziz Hashim anatuarifu zaidi. Ikiwa imesalia miezi 15 pekee uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kuandaliwa, a very transparent, credible and efficient election 2027. Tume ya IEBC sasa imesema inahitaji shilingi bilioni 74 kuandaa uchaguzi huru na wa kuaminika humu nchini. Now the total is 74.8 billion. That is our total requirement for the conduct of general election, but the allocation is for 1.3 billion, giving a shortfall of 33.4 billion. In February, March, that's when you come out crying that you don't have funds to do the host of things you're supposed to do. That's why we are talking about timelines. Wabunge waliibua wasiwasi kwamba chaguzi sasa zimeanza kuwa mzigo mkubwa kwa walipaji ushuru nchini. The budget request is a moving target. The last time you were in front of us, you were asking for a total of 61 billion. Now it has gone to 74. But we shall look at this to rationalize and also see whether we can make our election less expensive, as Kenyans say. The issue of why the budget has changed, it is because, you know, we were conducting the ECVR. We have been moving around the country. We have been informed and also witnessed a number of challenges. Makamishna wa tume hiyo wakiongozwa na naibu mwenyekiti Fahima Abdalla walisema kuwa bajeti imeongezeka kutokana na shughuli ya pili ya usajili endelevu wa wapiga kura inayotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwaka huu au mwezi Januari mwakani, miongoni mwa matumizi mengine ambayo yatagharamiwa kabla ya uchaguzi mkuu. For example, the voter registration, we are requesting that you add up around 700 million, and in this ECVR being the last one, we want to address all the gaps that we saw in ECVR 1. So that budget is to increase the number of clerks to the areas that we see that they are very deserving. If we retire the 41,000 today, we'll be left with 14,000. 14,000 are Smartmatic kits. Moving forward, we are not 100% sure that we are going to use Smartmatic kits again. We are looking to open this to vendors to apply appropriately. Tume hiyo ya uchaguzi pia inadhamiria kuongeza idadi ya vituo vya kupigia kura ughaibuni kutoka 18 hadi 55. Abdiaziz Hashim, Darubini.